بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 13 ya mwezi wa Jumada al-Akhira, mwaka 1446 Hijria, sawa na tarehe 15 ya mwezi wa 12 mwaka 2024 miladia. Tunaanza darsa yetu kama kawaida kwa murajaa wa dakika 2-3 kisha maswali. Tulisoma wiki iliyopita risala hii adhima mufida matia ya Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, na kushereheshwa na Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tukasoma kwamba ni lazima kila Muislamu ajue masala manne: kwanza al-ilm, pili al-amalu bihi, tatu ad-da'watu ilayhi, nne as-sabru ala al-adha fihi. Masala haya manne kila Muislamu ni lazima ayasome na kuyajua, na akaeleza Sheikh al-Fawzan hafidhahullah kwamba mambo haya manne yana dalili. Dalili ni suratul Asr, hususan qawluhu ta'ala illa alladhina amanu. Illa alladhina amanu, hii ni dalili ya ilmu. Kwa nini ni dalili ya ilmu? Qala hafidhahullah, kwa sababu imani huwezi ukaipata isipokuwa kwa ilmu. Illa alladhina amanu, qawluhu ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. إذن قوله تعالى إلا الذين آمنوا هذا دليل على العلم. Kwa nini dalili ya ilmu? Kwa sababu imani haipatikani isipokuwa kwa ilmu. Wa amilu salihat, hii ni dalili ya al-amalu bihi. Amal, kufanya amal kwa ilmu, dalili yake wa amilu salihat. قوله وتواصوا بالحق هذا دليل على الدعوة إليه. الدعوة إليه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا دليل على الصبر على الأذى فيه. إذن ممهما yana dalili, na dalili yake ni sura hii, suratul Asr, hususan qawluhu ta'ala illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akasema Sheikh al-Fawzan hafidhahullah katika tafsiri ya sura hii, baada ya kuelezea kwamba wao ni wao al-qasam, qawluhu ta'ala wal asri, Allah anaapa kwa wakati wal asri, kuonesha umuhimu wa wakati. Anaapia nini? Na kuwapa kwamba innal insana lafi khusr, kila mwanadamu yuko katika hasara na maangamivu, isipokuwa mtu aliyesifika kwa sifa hizi nne hayuko katika hasara. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, isipokuwa watu waliosifika na sifa hizi nne hawako katika hasara: sifa ya ilmu, na sifa ya al-amalu bil ilm, utekelezaji wa ilmu, na sifa ya da'watu ilayhi, ulinganizi kwa Allah, pia sifa ya kusubiri. Hawa hawako katika hasara, lakini wengineo wote wako katika hasara. Qawluhu ta'ala innal insana lafi khusrin,
kila mwanadamu, hakika kila mwanadamu yuko katika hasara vyovyote alivyo, awe ni raisi, awe ni waziri, awe ni mfalme, awe ni amiri, awe ni tajiri, awe ni maskini, mwanamume, mwanamke, yuko katika hasara, isipokuwa waliosifika na sifa hizi 4 alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala: illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Hii ilikuwa ni murajaa wa tulioyasoma katika wiki iliyopita. Mko tayari niwaulize maswali? Mustaidun? Tamam. Haya, tumesema katika risala hii mwanzo kabisa, Sheikh anasema i'lam rahimakallah annahu yajibu ala almuslim taallumu 4 masail. Ni lazima kwa Muislamu kujifundisha na kujua masala 4. Ni yapi? Al-ilm, al-amalu bihi, ad-da'watu ilayhi, as-sabru ala al-adha fihi. Barakallahu fik. Dalili ya ulazima wa mambo haya 4: al-ilmu wal-amalu bihi wad-da'watu ilayhi was-sabru ala al-adha fihi. Nini dalili yake? Naam ustadh. Suratul Asr yote. Aywa, illa alladhina amanu, hadha dalilun ala al-ilm. Illa alladhina amanu ni dalili ya ilmu. Kaif wajhu al-istidlal? Nini njia ya kutolea dalili kwamba illa alladhina amanu ni dalili ya ilmu? Tunaweza kuelezea kwa nini hii ni dalili ya ilmu? Illa alladhina amanu, haikutajwa ilmu. Naam Sheikh. Aywa, lianna al-iman la yakunu illa bil ilm. Imani haipatikani isipokuwa kwa ilmu. Ndio maana hii ni dalili ya ilmu, pamoja na kwamba haikutajwa ilmu. Illa alladhina amanu, hakuna ilmu hapa, kuna imani. Lakini kwa nini ni dalili ya ilmu? Kwa sababu imani haipatikani isipokuwa kwa ilmu. Tayib, dalili ya al-amalu bihi wa amilu salihat. Wa amilu salihat hadha dalilun ala al-amali bil ilm. Lazima amal, kufanya amal ni lazima, ni katika iman. Kufanya amal, kusali, kutoa sadaka, kufunga, haji, hii ni katika iman. Imani haikamiliki isipokuwa kwa amali njema. Tukasema kwamba Murji'a, moja katika vikundi vilivyopotea, vinasema imani peke yake inatosha. Imani peke yake inatosha bila kuswali, bila kufanya amali yoyote. Katika vikundi vilivyopotea inaitwa Murji'a. Sasa aya zinawarudi illa alladhina amanu wa amilu salihat, kuonesha kwamba amal ni lazima, kufanya amali njema ni lazima, na ndio imani. Imani haikamiliki isipokuwa kwa amali njema. Kwa hiyo illa alladhina amanu wa amilu salihat, hadha dalilun ala al-amal bil ilm. طيب، دليل على الدعوة إلى العلم. نعم. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق هذا دليل على الدعوة إلى العلم. هي دليل يا دعوة. قوله وتواصوا بالصبر، دليل يعني وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى فيه. هي دليل ya kusubiri juu ya maudhi katika jambo la da'wa. Tayib, tunaendelea na darsa ya leo. Qawluhu ta'ala watawasaw bil haqqi ay amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa da'aw ila Allah azza wa jalla. Qawluhu ta'ala, wakausiana kushikamana na haki, yani wakaamrisha mema, wakakataza maovu, wakalingania kwa Allah azza wa jalla. Wa'allamu al-ilma an-nafi'a, wakafundisha elimu yenye manufaa.
wanasharu alilma walkhaira fi nnas, wakaeneza ilmu na khairi kwa watu. Asbahu duatan ila Allahi azza wa jalla, wakawa ni walinganizi wa Allah azza wa jalla. Illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasau bilhaqi, yani amaru bilma'ruf wa nahaw anil munkar wa da'u ila Allahi azza wa jalla, wakafundisha watu ilmu yenye manufaa, wakaeneza ilmu na khairi kwa watu. Asbahu duatan ila Allahi azza wa jalla, wakawa ni walinganizi wa Allah azza wa jalla. Umma huu umekuwa bora kwa sababu ya jambo hili. Umma huu umekuwa bora kuliko umma nyingine kwa sababu ya jambo hili la kuamrisha mema na kukataza maovu. Yakulu ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi mmekuwa ni umma bora uliodhihirishwa kwa watu kwa sababu mnaamrisha mema, mnakataza maovu, mnamwamini Allah. Kwa jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu ndiyo miza pekee ya umma huu, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sababu umma zilizopita zilikuwa haziamrishani mema, hazikatazani maovu. Watu wanafanya maovu halafu wanakaa nao wanacheka nao, hakuna kukatazana wala kuamrishana. Lakini umma huu ni jambo la lazima kuamrishana mema, jambo la lazima kukatazana munkar. Qauluhu watawasau bisabri, wakahusiana kusubiri. Ay sabaru ala ma yanaluhum, wakasubiri kwa mambo wanaoyapata yanayowapata. Wakasubiri ala ma yanaluhum, kwa yanayowapata katika mitihani, matatizo, shida, majanga. Waislamu wametakiwa wasubiri katika mtihani wowote waliopata. Ni sunna kwa ummati Muhammadin kusubiri. Watu wasubiri msiba wowote, mtihani wowote, janga lolote, Waislamu wanatakiwa wasubiri. Subra tumeumbiwa sisi Waislamu, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'ani anaamrisha jambo la subra. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema kalima la sabr limetajwa katika Qur'ani zaidi ya mara 80 kwa alfadh mukhtalifa: masdar, ismul fa'il, fi'lu madhi, fi'lu amrin. Neno sabr limetajwa mara nyingi katika Qur'ani kuelezea umuhimu wa subra na ulazimikaji wa subra kwa kila Muislamu. Kila Muislamu analazimika kujipamba na sifa hii ya subra. Kama huwezi kuona subra wewe, huwezi kuja msikitini ukasali. Kila siku utajifunika mablanketi nyumbani ulale, huna kuswali, huna nini, huna subra. Kwa subra ni lazima. Kama huna subra, huwezi kukaa na mke wako siku moja wewe, siku ya pili wamwacha, huna subra. Kwa kila mtu anahitajia subra popote alipo. Jambo la subra ni jambo la lazima. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah akiamrisha jambo hili la subra. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul, as-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Subra katika iman iko katika daraja ya kichwa katika mwili. Kila mmoja anajua nafasi ya kichwa katika mwili. Kama mtu hana kichwa, hakuna mtu tena, hapo si mtu tena. Kwa hiyo ndio iman, ndio subra katika iman. As-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Subra katika iman iko katika daraja ya kichwa katika mwili. Thumma qala radiyallahu anhu, ala la imana liman la sabra lahu. Hakuna iman kwa mtu ambaye hana subra. La imana liman la sabra lahu, hakuna imani kwa mtu asiye na subra. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi anawajibika kujipamba na sifa hii ya subra. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhullah akielezea nini subra, qala was-sabru fi al-lugha al-habsu. Subra katika lugha ni kujizuia.
Walmuradu bihi huna habsu nafsi ala taati llah, muradi wa subra hapa ni kuizuia nafsi kufanya taa za Allah, juu muradi wa subra hapa. Walmuradu bihi huna habsu nafsi ala taati llah, ni kuizuia nafsi kutekeleza taa ya Allah. Taa inahitaji subra. Wa huwa thalathatu anwa, subra inagawanyika sehemu tatu. Al-awwal sabrun ala taati llah, kufanya subra juu ya taa ya Allah. Taa zinahitaji subra, taa zinahitaji subra, hazihitaji mchezo. Kama huna subra huwezi ukamtii Allah azza wa jalla. Kwa lazima mtu ajipambe na sifa ya subra kwa ajili ya kutekeleza taa za Allah azza wa jalla. Mtu kuacha kitanda chake usiku akaamka akatawadha akasali akamwabudu Allah usiku wa manane, watu wamelala, yeye ameacha kitanda chake kizuri. Si mwanaelewa kitanda kizuri? Ameacha kitanda chake kizuri akatawadha anamwabudu Allah, sio jambo rahisi, inahitaji subra, subra ya hali ya juu. As-sabru ala taati llah, kusubiri kwa kutekeleza taa za Allah. Athani sabrun an maharibillah, kusubiri kuacha mambo yaliyoharamishwa na Allah. Pia anahitaji kusubiri. Mambo ya haramu yanahitaji subra, mambo ya haramu yanahitaji subra, kuacha haramu. Haramu zinajulikana, kila mmoja anajua haramu nini. Kwa hiyo mambo ya haramu pia yanahitaji subra sana kuyawacha, lakini vinginevyo kuna mambo ya haramu yana ladha kwa nafsi. Nafsi inapenda sana mambo ya shahawati, nafsi imeumbwa hivyo. Nafsi inapenda sana shahawati, mambo ya haramu haramu, nafsi ndio inayopenda sana kuliko mambo ya taa. Kwa inahitaji subra kubwa mtu kujizuia na haramu, mambo yaliyoharamishwa na Allah na mtume wake. Kama qala imra'atul aziz, kama qalat imra'atul aziz, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, siitakasi nafsi yangu kwa sababu nafsi inaamrisha sana maovu isipokuwa nafsi ambayo Allah ameirehemu. Lakini nafsi mara nyingi inaamrisha sana maovu kuliko mema. Kwa inahitaji subra kuacha maharimullah, mambo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huna subra utaingia katika maasi hayo, mambo ambayo Allah ameyaharamisha. Inahitaji subra. Athalith sabrun ala aqdarillah, kusubiri kadari za Allah, makadirio ya Allah aliyokadiria ya kheri na ya shari. Kusubiri mitihani, kusubiri mitihani. Umefiliwa na mzazi wako, umefiliwa na mtoto wako, inahitaji subra kubwa. Ndio asabru ala aqdarillah, kusubiri kadari za Allah, makadirio ya Allah na hukumu ya Allah azza wa jalla aliyowapangia waja wake. Inahitaji subra, kadari za Allah, mitihani, majanga, matatizo. Muumini anatakiwa asubiri, na kila mtu anavyosubiri ndivyo anavyopata thawabu kwa Allah azza wa jalla. Kila unavyosubiri unapata ajri na thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kusubiri. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wabashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah akielezea malipo ya subra, wabashiris sabirin, wape habari za furaha wenye subra. Habari za furaha ni hizo alizoelezea Allah, ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hao wana rehma za Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anawarehemu hao wanaosubiri, na ndio wenye kuongozwa wanaosubiri kwa matatizo na shida na mitihani na kadari za Allah azza wa jalla alizowakadiria. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, fal awwalu sabrun ala ta'ati llah, hii ya kwanza ni kusubiri juu ya taa za Allah. Lianna an-nafsa turidu al-kasal, nafsi inapenda uvivu. Wa turidu raha, nafsi inapenda raha.
fala budda an yusabbiraha al-insanu ala at-ta'a, lazima mtu aifanyie subra nafsi yake juu ya taa, ailazimishe nafsi yake kusubiri. Fala budda an yusabbiraha al-insanu ala at-ta'a, lazima, la budda manake lazima mtu aisubirishe nafsi yake juu ya taa, wa ala sala, na juu ya sala, wa ala siyam, na juu ya siyam, wa ala aljihadi fi sabilillah, na juu ya jihadi fi sabilillah. Mambo haya yote yanahitaji subra. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa wakenda katika jihadi wakijitolea muhanga. Mtu hajui atarudi au hatarudi. Ukenda katika jihadi ni mawili, aidha utauawa kule au utarudi. Wanajitolea muhanga masahaba, wanakwenda katika jihadi, vita vya maadui na makafiri, jihadi. Wengine wako juu ya vitanda na wake zao, kina Hamdhala, kina Hamza, wametoka wana janaba, wakapurukupuka mbio wakitangazwa jihadi, wanakwenda katika jihadi. Inahitaji subra, sio mchezo, subra kubwa sana. Hawa mashia wanaotokana masahaba hawana akili. Mashia hawa makafiri wanaotokana masahaba, wao wanaweza hivyo? Wanaweza mashia kwenda katika jihadi wakajitolea muhanga kwenda kuuawa? Shia gani anayeweza hivyo na matumbo yao makubwa? Warongo. Ndio masahaba wamejitolea muhanga bwana, sio mchezo. Wakasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika aya nyingi Allah anawasifu masahaba. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah akiwasifu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, jinsi walivyojitolea muhanga wakapigana bega kwa bega na Mtume sallam, wanakwenda jihadi. Inahitaji subra kubwa sana, si subra ndogo. Naam. Idhan wa in kanat takrahu hadhihi al-umur, japokuwa nafsi inachukia mambo haya, nafsi haipendi jihadi, nafsi haipendi taa, yusabbiruha wa yahbisuha ala taati llah, mtu anatakiwa ailazimishe subra nafsi yake na aizuie juu ya taa ya Allah. Mmoja sufi yule aliyetunga burda, burda ni haramu kuisoma, lakini huyu al-Busiri, huyu aliyetunga subra, ana baiti yake moja nzuri sana, ina maana nzuri. Qala wan-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radha'i wa in tuftimuhu yanfatimi. Hii ni moja katika abiyati za burda. Qala al-Busiri wan-nafsu katifli, nafsi ya mtu ni kama mtoto. Mtoto intuhmiluhu shabba ala hubbi radha, ukimpuuza mtoto, mama yake akimpuuza, atakulia kupenda kunyonya. Atanyonya miaka 3, miaka 7, anaanza kwenda nasari, sijui ni chekechea, miaka 5 ananyonya. Akirudi nyumbani anakwenda skuli, akirudi ananyonya. Miaka 7 anaanza primary, ananyonya. Haya, akimaliza miaka 7 anamwacha mama, anamwacha, anampuuza ile mtoto. Sio mama akimwacha mtoto anakuwa vile vile na kupenda kunyonya, mpaka akianza secondary pia ananyonya. Kwa sababu nini? Mama yake amempuuza, anamwachia kunyonya. Ndio nafsi. Wa nafsu katifli in tuhmiluhu tahshabba ala hubbi radha, lakini wa in tuftimuhu yamfatimi. Mama akimwachisha mtoto maziwa, mtu anawacha maziwa, hata kama mwaka mmoja, miezi 6, mtoto anawacha. Mama amemwachisha maziwa, lakini mama akimpuuza mtoto anakulia na kunyonya. Ndio nafsi ilivyo. Ukiachia nafsi itakupeleka pabaya, ndio maana yake. Ndio wa nafsu katifli in tuhmiluhu shabba ala hubbi radha wa in tuftimuhu yanfatimi. Al-Busiri as-Sufi anasema hivyo, lakini haifai burda. Burda ina mashairi mengine ya shirki. Burda ina mashairi mengine mengi ya ushirikina, ameyataja huyu al-Busiri katika burda hiyo, na ndio maana haifai kuisoma burda
maulama ar-rabbaniyun wanakataza jambo hilo la burda. Kwanza ni uzushi, alafu pia ina ushirikina ndani yake. Sawa tutakuja kuisoma huko mbeleni, tutakuja kusoma katika masala ya akida, tutakuja kusoma burda tuelewe ushirikina huko katika abiyati gani za burda, tutakuja kuja huko mbele. Turudi katika darasa. Idhan hadha sabrun ala ta'ati llah, kusubiri juu ya taa ya Allah. Taa inahitaji subra, taa inahitaji subra. Wathani, sampuli ya pili ya sabr, sabrun an maharimillah, kusubiri kuacha mambo yaliyoharamishwa na Allah. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, an-nafsu turidu al-muharramati wash-shahawat, nafsi inataka mambo yaliyoharamishwa, nafsi inapenda matamaniwa. Innama tamilu ilaiha, inayapenda mambo hayo. Nafsi inapenda muharramat, inapenda shahawat. Watanzi'u ilaiha, inayapondokea mambo hayo. Fala budda an yarbitaha, lazima mtu aifunge nafsi yake. Wayahbisaha anil muharramat, na aizuie na mambo yenye kuharamishwa. Wa hadha yahtaju ila sabr, hii inahitajia subra. Walaysa min as-sahl, si katika jambo jepesi. Man'u nafsi ani shahawati almuharrama, si katika mambo mepesi kuizuia nafsi na shahawati zenye kuharamishwa. Yakulu Sheikh Al-Fawzan, man laysa indahu sabrun fa inna nafsahu tataghallabu alayhi wa tajnahu ila almuharramat, mtu ambaye hana subra, nafsi yake itamghilibu, itamshinda, itampeleka kwenye muharramati. Kwa kila mmoja wetu anatakiwa aizuie nafsi yake, aidhibiti nafsi yake, bali aimiliki nafsi yake isije ikampeleka pabaya, sababu nafsi inapenda mambo haya shahawat, nafsi inapenda muharramat, haipendi taa. Kwa kila mmoja katika sisi anatakiwa aidhibiti nafsi yake, aimiliki nafsi yake, sababu nafsi ikikumiliki tayari inakupeleka pabaya, inakupeleka katika shahawat na muharramat. Athalith, sampuli ya tatu ya sabru, as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima, kusubiri kadari za Allah zenye kutia uchungu. Kadari za Allah, makadirio ya Allah yenye kutia uchungu. Al-masaib, mitihani. Allati tusibu al-insana, misiba inayompata mtu. Min mauti qaribin, kufiliwa na ndugu yake. Au dhaya'i malin, au kupotea mali. Au maradhin yusibu linsana, au maradhi yanayompata mtu. La budda an yasbira ala qada'i llahi wa qadarihi, lazima mtu asubiri qadha ya Allah, hukumu ya Allah na kadari yake. Yote haya ni makadirio ya Allah. Misiba, mitihani, maradhi, yote ni makadirio ya Allah. Tayari Allah ameshakadiria kila kitu, kila linalotokea, la kheri, la shari, yote yamekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Kuna kikundi katika vikundi vilivyopotea kinaitwa qadaria. Kuna kikundi katika vikundi vilivyopotea kinaitwa al-qadariya, kinapinga qadar. Hiki kinapinga makadirio ya Allah, anasema mambo yanatokea yenyewe kwa yenyewe tu, hakuna makadirio ya Allah. Hawa wanaitwa qadaria, moja katika vikundi vilivyopotea inaitwa qadaria. Hawa ni nufatul qadar, wanapinga qadari ya Allah, na moja kwa moja ni kwamba wanapinga aya za Allah. Aya za Allah nyingi zinazothibitisha qadar, sio? Ni nyingi aya za Allah zinathibitisha qadar, kwamba Allah amekadiria kila kitu. Na katika nguzo za imani, al-imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, katika nguzo za iman ni kuamini qadar, makadirio ya Allah ya kheri na ya shari, kwamba kila linalotokea na kila lililotokea na kila litakalotokea tayari Allah ameshalikadiria. Yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Kwa kila linalotokea, liwe la kheri liwe la shari, ni lazima kuamini kwamba ni makadirio ya Allah azza wa jalla, si kwamba mambo yanatokea yenyewe kwa yenyewe tu, la, ni kadari za Allah. Kwa hiyo muumini anatakiwa asubiri makadirio haya ya Allah yenye kutia uchungu, misiba, mitihani, kufiliwa, maradhi yanayompata mtu,
la budda an yasbira ala qada'i llahi wa qadarihi, la yajza'u wala yatasakhatu, asilalamike wala asichukie. Mumin akipata tatizo, la yajza'u wala yatasakhatu, asilalamike wala asichukie, bali yahbisu lisana anin niyaha watasakhut, bali azuie ulimi wake na niyaha. Niyaha ni kuomboleza, Kiswahili niyaha ni kuomboleza. Kuomboleza katika misiba mara nyingi mtu akifiliwa inatokea hiyo niyaha. Wakati wa kijahilia walikuwa wanafanya niyaha. Niyaha ni vipi? Kutaja yale mahasinil mayit, mambo mazuri aliyokuwa akiyafanya maiti, kuyataja mtu na huku analia. Hii inaitwa niyaha, kuomboleza. Ni mambo ya kijahilia, Mtume ameyaharamisha haya. Niyaha ni maombolezo, kutaja yale mambo ambayo maiti alikuwa akiyafanya. Baadhi ya Waislamu wanafanya niyaha, baadhi ya Waislamu wanafanya niyaha. Arba'un min ummati min umuri aljahiliya la yatrukunahunna. Mtume anasema kuna mambo manne ni katika mambo ya kijahilia Waislamu hawayawachi. Moja katika hayo ni hii niyaha. Kuna baadhi ya Waislamu bado wanafanya niyaha, maombolezo ya kifo cha mtu. Wewe utaona mtu amekufa, jeneza liko pale halijaswaliwa, mtu anasimama anaeleza sifa za yule maiti. Alikuwa kadhaa, alikuwa akifundisha darsa, alikuwa akifundisha ziwani, jioni akifundisha spaki. Hadi niyaha hii, ndio niyaha yenyewe. Unielewa? Ndio niyaha yenyewe hii. Makafiri si wanafanya hivi? Makafiri mpaka leo wanafanya, na baadhi ya Waislamu wanafanya. Ni niyaha hiyo, maombolezo, haitakiwi. Umeelewa? Subra, tumeamrishwa kusubiri, hatukuamrishwa niyaha, kuomboleza, bali tumekatazwa mambo ya niyaha, watasakhut, na kuchukia. Mtu akifiliwa hafanyi niyaha wala hachukii, ni qadari ya Allah. Nani atakayebaki hapa? Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Kwa lazima kujipamba na sifa hii ya subra. Idhan bal yahbisu lisana ani niyaha watasakhut, azuie ulimi wake na niyaha, kuomboleza na kuchukia. Umefiliwa, kila unayemwona bwana, nimefiliwa bwana leo bwana. Mambo gani yale kufiliwa? Lakini bwana, kwa nini mimi nafiliwa? Kwa nini wafiliwa? Hii ni kadari ya Allah. Allah ameshaweka jambo la kufiwa kwamba kila mtu atafiliwa na yeye atakufa. Sasa wewe walalamika nini? Kwani umefiliwa peke yako hapa duniani? Watu wote waliofiliwa si watu, ni wewe, walalamika nini sasa? Subra inatakiwa subra, kila mmoja jipange na sifa ya subra. Isiwe tena mwezi mzima wewe walalamika tu, nimefiliwa bwana, mzee wangu amekufa bwana, mzee wangu amekufa. Watu wote wamefiliwa na wazee wao. Idhan yahbisu lisan, azuie ulimi na maombolezo, azuie ulimi na kuchukia. Wa yahbisu nafsa anil jazai, aizuie nafsi na kulalamika. Wa yahbisu aljawariha an latmi alhudud, azuie viungo na kujipiga makofi. Wa shaqi aljuyub, na kuchana nguo. Hadha huwa sabru ala almasaib, hii ndiyo kusubiri juu ya misiba. Watu wa kijahilia walikuwa wakifiliwa wanajipiga makofi, wanachana nguo zao kwa sababu ya kufiliwa. Watu wa kijahilia, kwa Allah subhanahu wa Mtume sallam akatukataza mambo haya ya kijahilia. Tuwe na subra, tusichane nguo, tusijipige makofi kwa sababu ya misiba. Hadha huwa sabru. As-sabru ala aqdari llahi almu'lima, kusubiri kadari za Allah zenye kutia uchungu. Naam, si jambo jepesi, lakini mtu anatakiwa aizuie nafsi yake, aisubirie nafsi yake. Mmoja katika washairi anasema, as-sabru mithlu ismihi murrun madhaqatuhu lakinna ladhatahu ahla min al-asali. As-sabru mithlu ismihi, subra ni kama jina lake, subiri. Unajua subiri murrun madhaqatuhu, ladha yake ni chungu, lakinna aqibatahu
ahla min al-asali, lakini mwisho wake, mwisho wa subra ni mtamu zaidi kuliko asali. Mwisho wa subra nini? Thawabu. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Huu ndio mwisho wa subra. Mwisho wa subra ni mtamu zaidi ya asali. Sawa, as-sabru mithlu ismihi murrun madhaqatuhu lakinna aqibatahu ahla min al-asali, kama alivyosema mshairi. Qala amma al-ma'aibu fala yusbaru alaiha bal yatubu ila Allah. Ama mambo ya aibu hayasubiriwi. Mambo ya aibu hayasubiriwi. Mambo ya aibu ni yapi? Maasiya ni mambo ya aibu. Bali yatubu ila Allah, bali mtu anatubia kwa Allah. Wayamfiru minha, na anayachukia mambo hayo ya aibu. Mambo ya aibu hayasubiriwi, bali yatubu ila Allah, bali mtu anatubia kwa Allah. Wayamfiru minha, na anayachukia mambo hayo ya aibu na maasiya, na kuyawacha mambo hayo. Walakin inda almasaib allati la dakhla laka fiha bal hiya min Allah azza wa jalla qaddaraha alayka ibtilaan wa imtihanan au uqubatan laka ala dhunubin fa'altaha. Asema ama hii misiba, mitihani, wewe huna kuingilia katika mambo ya hii misiba na mitihani, bali hiya min Allah azza wa jalla, bali hii inatoka kwa Allah azza wa jalla. Qaddaraha alayka, ameikadiria kwako, ibtilaan wa mtihanan, kwa sababu ya kukupa mtihani, matatizo, mashakil. Hii imewekwa, imekadiriwa na Allah, ibtilaan wa mtihanan, kwa sababu ya mtihani. Anawapa mtihani waja wake Allah azza wa jalla. Au uqubatan laka ala dhunubin fa'altaha, au hii mitihani ni adhabu yako kwa madhambi uliyoyafanya. Mitihani inompata mtu aidha itakuwa ni imtihani, ni ibtila min Allah azza wa jalla, au ni kwa sababu ya adhabu. Allah anampa adhabu kwa madhambi aliyoyafanya mtu. Mambo mawili, aidha mitihani anayopata mtu, matatizo anayopata mtu ni ibtila, ni mtihani Allah amempa kumwangalia atasubiri au atakufuru. Au mitihani hiyo na matatizo hayo ni adhabu, Allah anampa adhabu kwa sababu ya madhambi aliyoyafanya mtu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Msiba wote unaokupateni ni kwa sababu wa ilivyofanya mikono yenu. Wama asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, msiba wote ambao nyinyi unawapata ni kwa sababu ya ilivyofanya mikono yenu. Wayafu an kathir, na Allah anasamehe mengi. Kwa hii aya inamaanisha kwamba kuna misiba na mitihani na matatizo ambayo yanawapata watu kwa sababu ya madhambi yao. Umeelewa? Lakini pia kuna aya nyingine zinaeleza kwamba mitihani hii inayowapata watu ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawajaribu watu, watamwamini au watamkufuru. Unaelewa? Naam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivyo wanadhania watu waache bure bure tu bila kupewa mtihani. Hawajapewa mtihani kwa sababu wameamini na hawajapewa mtihani. La, lazima tuwape mtihani, tuwaangalie watasubiri au watakufuru. Mnaelewa vizuri? Qala Sheikh hafidhahullah, fa idha hasalat lilmuslimi musibatun fi nafsihi au malihi au waladihi au qaribihi au ahadi ikhwanihi min almuslimin fa'alayhi bisabri walihtisab. Ukimpata muislamu msiba, tatizo katika nafsi yake au mali yake
au watoto wake au ndugu yake au yoyote katika ndugu zake Waislamu, fa alayhi bisabri wal ihtisab, ajilazimishe kusubiri na kutarajia thawabu kwa Allah. Muislamu yoyote ambaye amepatwa na msiba wote, iwe katika nafsi yake au katika mali yake au mtoto wake au ndugu yake au yoyote katika ndugu zake Waislamu, fa alayhi bisabri wal ihtisab, ajilazimishe kusubiri na kutarajia thawabu kwa Allah. Qala ta'ala alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aya imeanza wabashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kwa mtu akipata tatizo lolote au mali yake au jamaa yake au yoyote katika familia yake, ajilazimishe kusubiri na atarajie thawabu kwa Allah kwa subra hiyo. Tumefahamu subra imeumbiwa sisi, subra imeumbiwa sisi. Naam, makafiri hawana jambo hili la subra, makafiri hawana jambo hili la subra, si ndio? Mtu akipata tatizo kidogo tu ajinyonga, hakuna subra kwao. Mara utasikia huyu kanywa sumu, kafiri kanywa sumu, mara sijui timu yake imeshindwa, wamefungwa kajiua. Makafiri hawana subra, lakini Waislamu la, Waislamu tunajipamba na sifa ya subra, hatuna mambo hayo. قال شيخ الفوزان حفظه الله ومن ذلك الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل، kusubiri juu ya maudhi katika swala la da'wa, ulinganizi wa Allah azza wa jalla. Fa inna hadha min almasaid, hii ni katika mitihani, katika misiba, kwamba unaudhiwa ukifanya da'wa, unaudhiwa. Ni lazima, ni sunnatullah fi khalqihi, lazima da'i ila Allah audhiwe, lazima hili jambo hili lazima audhiwe. إذن ومن ذلك الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل فإن هذا من المصائب، هي كتك مصيبة، فعليك أن تصبر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخير. Lazimishe kusubiri kwa yatakao kukuta katika maudhi katika njia ya khairi. Wala tanthani an fi'lil khair, usiwache kufanya khairi, usiwache kufanya khairi kwa sababu umeudhiwa katika da'wa. La, endelea. Ndio sunnatullah fi khalqi. Ameudhiwa mtume katika da'wa, ije kuwa wewe, ije kuwa mimi. Mtume ameudhiwa katika da'wa mara nyingi sana, makuraishi wamemuudhi mtume wazi wazi. Kwa hiyo maduati ni sunnatullah fi khalqihi, lazima waudhiwe. Umeelewa? Lazima waudhiwe, na mtu akiudhiwe aendelee tu kufanya da'wa. Ni ibada kufanya da'wa. Mimi nina wiki mbili tu hapa nimefanya da'wa hapa msikiti huu, nishaudhiwa mara ngapi? Lakini sisemi, najua yote ninaoambiwa, lakini namuomba Allah mara kwa mara nipe subra, niendelee na da'wa. Lakini nishaudhiwa, nishaambiwa maneno mengi hapa. Wengine wasema mbona yule khatibu hatumuoni pale, mfupi kama kitunguu. La haula wala quwwata. Lakini hivyo kinambia hivyo, naona kama umeniambia jirefu kama mnazi, moyo wangu bardi. Naam, lazima maudhi katika da'wa, lazima. Imamu ana mwezi tu kaudhiwa mara ngapi hapa, lakini lazima subra. Subra ni lazima, duati lazima wasubiri. Wengine wasema mpeni meza asimamie hapa. La hawla. Njoo wewe usimame, wewe mrefu, njoo wewe hapa utoe khutba kama utakojoa hapa juu. Allahu saad. Haifai bwana maneno machafu namna hiyo. Tayib, turudi katika darasa. Idhan qala wala tanthani an fi'lil khair, usiwache kufanya khairi. قال لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا واجهه شيء يكرهه قال ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور. Asema baadhi ya watu
anataka kufanya kheri, lakini akikabiliwa na jambo ambalo linamuudhi tu, asema mimi si lazima kwangu kuiingiza nafsi yangu katika mambo haya. Thumma yatruku ta'lim in kana mualliman, anawacha kufundisha akiwa ni mwalimu. Yatruku da'wata ila Allah, anaacha ulinganizi wa Allah. Yatruku al-khataba in kana khatiba masjidin, anaacha kutoa khutba akiwa ni khatibu wa msikitini. Yatruku imamata al-masjid, anaacha uimamu wa msikitini. Sheikh Al-Fawzani kama anatuona hapa, ameandika maneno haya kama anatuona hapa Masjidul Huda, yanayotukumba sawa. Yatruku imamata al-masjid, la. Yatruku al-amra bil ma'ruf wan nahy anil munkar, la. Hadha lam yasbir ala ma nalahu min al-adha. Huyu anayewacha haya hajasubiri yanayompata katika maudhi. Hatakiwi kufanya hivyo, kuacha da'wa haitakiwi. Naam. Qala wa idha kunta mukhti'an alayka birruju'i ila al-haqqi was-sawab, ukiwa umekosea jilazimishe kurejea kwenye haki na usawa. Wa idha kunta mukhti'an alayka birruju'i ila al-haqqi was-sawab. Da'iya, mwalimu, shekhe, mwana wa chuoni, ukiwa umekosea, alayka birruju'i ila al-haqqi was-sawab, jilazimishe kurejea kwenye haki na usawa. Amma in kunta ala haqqin wa lam tukhti fa alayka bis-sabri wal-ihtisab, ama ukiwa juu ya haki hujakosea, jilazimishe kusubiri, jilazimishe ihtisab, kutarajia thawabu kwa Allah. Wastash'ir anna hadha fi sabilillahi azza wa jalla, hisi kwamba hii ni katika njia ya Allah azza wa jalla. Wa annaka ma'jurun alayhi, na kwamba wewe ni mwenye kulipwa. Watadhakkar ma hasala lil anbiya alayhimus salatu wassalam, fikiria, kumbuka yaliyowapata mitume alayhimus salatu wassalam min al-adha, katika maudhi. Wa kaifa sabaru, namna walivyosubiri. Wajahadu fi sabilillahi, wakapigana jihadi katika kuitetea dini ya Allah. Hatta nasarahumullahu azza wa jalla, mpaka Allah akawanusuru. Kwa kila mmoja anatakiwa awafikirie mitume alayhimus salatu wassalam, na kazi ya da'wa ni kazi ya mitume. Kazi ya da'wa ni kazi ya mitume, ndio walioanza udinganizi wa Allah azza wa jalla, wakasubiri. Allah anamwambia mtume wake, walaqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati llah walaqad jaaka min naba'il mursalin. Allah anamfanyia taslia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Walikadhibishwa mitume waliokuwa kabla yako, wakaudhiwa, wakanyanyaswa, wakasubiri kwa yale walioudhiwa. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna, mpaka ikawajilia nusra yetu. Allah anamwambia mtume wake aendelee na kuwa na subra. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, Allah anamwambia mtume wake. Kwa jambo la subra ni jambo la lazima kwa daia au mwalimu au mwana wa chuoni, ni lazima kusubiri. Kama hawezi kusubiri, dawa itamshinda. Kama hana subra, dawa itamshinda siku moja tu, haiwezi dawa hiyo. Unaelewa? Idhan yakulu Sheikh, wa idha kunta mukhtian alayka birrujui ila alhaqi wassawab, ukiwa umekosea jilazimishe kurejea kwenye haki na usawa, usifanye inadi. Ukikosea sema, jamani, darasa iliyopita nilikosea, sawa, ni kadha wa kadha. Hii ni dini. Huwezi ukawaachia watu makosa, umefundisha makosa alafu unaacha kosa kwa sababu unaona aibu kusema nilikosea. La, unaelewa? Lazima, kwani kukosea nini? Kukosea nini? Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kila mwanadamu ananasibishiwa na kosa. Wewe hukosei, wewe ni mtume. Hukosei, wewe ni malaika. Malaika na mitume peke yao ndo hawakosei, lakini mwanadamu yoyote anakosea. Na ndio maana Imam Malik, imamu Daril Hijra, yakul kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad illa sahiba hadha alqabr sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja anachukuliwa maneno yake na kukataliwa isipokuwa mwenye kabri hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakosei, lakini kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad,
kila mmoja maneno yake yanachukuliwa na yanakataliwa akikosea, illa sahiba hadha alqabri sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mtu anavyokosea, aidha ni mwalimu au ni shekhi au ni daia, akikosea anabainisha lilikosa, jamani nini nimekosea mahali kadha wa kadha, sawa ni kadha wa kadha. Na hivi ndivyo walivyokuwa maulama wetu. Naam, maulama wetu wamefanya taraju kwa baadhi ya makosa, wakikosea wanafanya taraju, ndio sawa. Lakini mtu kukosea halafu anabaki na inadi yake, anawacha kosa hilo, hadha laysa min manhaji sahih. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.